Katika kiti cha juu nalimwona Mwana wa Adamu ameketi, malaika wengi walimsujudia, huku wakiimba pamoja, na tazama, jina lake ni la milele na milki yake pia. Mfanyieni Bwana shangwe, dunia yote, mtumikieni Bwana kwa furaha. Utukufu na Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na hata milele ni vivyo. Amen. Bwana, tunakusihi, katika kiti cha juu nalimwona Mwana wa Adamu ameketi, malaika wengi walimsujudia, huku wakiimba pamoja, na tazama, jina lake ni la milele na milki yake pia. Ndugu zanguni, tunakaribishwa katika misa hii, baada ya misa takatifu, na leo ni siku ya Bwana ya kwanza baada ya sikukuu ya Ufunuo. Sikukuu ya Ufunuo ilifanyika tarehe 6 mwezi huu wa Januari, na leo ndiyo Jumapili ya kwanza baada ya sikukuu hii ya Ufunuo, na tunaongozwa na wazo kuu, ubatizo wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ubatizo wa Bwana wetu Yesu Kristo. Sikukuu ya Ufunuo ni kumtambulisha Kristo. Katika habari hii tunajifunza juu ya nyota zilizomtambulisha, lakini kulikuwa na kabla ya hapo manabii walisema, wote walifunuliwa juu ya Kristo. Lakini mwisho wa siku tutasikia katika Injili ya leo, Yohana Mtakatifu anamtambulisha Kristo kwamba huyu ndiye niliyesema habari zake, ndiye mwana kondoo wa Mungu. Basi tunapoendelea na majira haya ya sikukuu ya Ufunuo, tumsihi Mungu, huyo Kristo aliyekuja kujifunua kwa ulimwengu, basi ulimwengu iwe mimi na wewe. Kristo ajifunue, ajitambulishe katika maisha ya kila mmoja wetu. Kristo akaguse maeneo yote ya maisha yetu ambayo tunabudi kumtambulisha Kristo. Kila siku tunapotembea, tusimame na manabii wa nyakati zile, tusimame na hata na Yohana aliyekuja kushuhudia kwa macho yake kusema huyu ndiye Kristo. Katika familia yetu tumtambulishe Kristo. Katika maisha ya mtu mmoja mmoja, basi tumtambulishe Kristo. Kazini tumtambulishe Kristo. Hakika tukifanya hivyo, huu ufunuo wa Kristo kwa watu wake utaendelea kushuhudiwa. Lakini na sisi tusimame kwa uaminifu kuhakikisha hili linafanyika madhali tupo katika safari hii ya imani. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana wetu Yesu Kristo alisema, sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote, na kwa nguvu zako zote. Hii ndiyo amri iliyokuu, tena ni ya kwanza, na ya pili yafanana nayo, nayo ni hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Hakuna amri nyingine iliyokuu kuliko hizi. Katika amri hizi mbili utegemea Torati yote na manabii. Bwana uturehemu. Kristo uturehemu. Bwana uturehemu. Msaada wetu ni katika jina la Bwana. Wapendwa, sasa tumuungamie Mungu dhambi zetu kwa moyo mnyenyekevu uliotubu na kutii, ili tupate kusamehewa kwa wema na rehema zake zisizo na kikomo. Amen.
Mwenyezi Mungu Baba wa mbinguni, tunaungama kwamba tumekutenda dhambi wewe na jirani zetu kwa mawazo na maneno na matendo, na kutotimiza yatupasayo. Twasikitika sana, twatubu. Kwa njia yake Yesu Kristo tusamehe na kutusafisha kwa Roho wako Mtakatifu, ili tuweze kutumikia katika upya wa maisha kwa utukufu wa jina lako. Amen. Mwenyezi Mungu anayewasamehe wote watubu kwa kweli, aturehemu, atusamehe dhambi zetu zote, atutie nguvu, atuimarishe katika wema wote, atufikishe kwenye uzima wa milele kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Tusimame kanisa. Utukufu una Mungu juu mbinguni, amani duniani kwa watu waliowaridhia. Twakusifu, twakuhimidi, twakuabudu, twakutukuza, twakushukuru kwa ajili ya utukufu wako mkuu, Bwana Mungu, mfalme wa mbinguni, Mungu Baba mwenyezi. Bwana mwana pekee Yesu Kristo, Bwana Mungu, mwana kondoo wa Mungu, mwana wa Baba, uichukuaye dhambi ya ulimwengu, uturehemu. Uichukuaye dhambi ya ulimwengu, ukubali kuomba kwetu. Uketie mkono wa kuume wa Mungu Baba, uturehemu. Kwa kuwa ndiwe peke yako mtakatifu, ndiwe peke yako Bwana, ndiwe peke yako uliye juu, Yesu Kristo, pamoja na Roho Mtakatifu, katika utukufu wa Mungu Baba. Amen. Bwana akae nanyi. Tuombe. Bwana, tunakusihi ufikilize kwa wema wako wa mbinguni haja za watu wa kuombao, ili wajue ya wapasayo kuyatenda na kupewa nguvu ya kuyatimiza wayajuayo. Kwa Bwana wetu Yesu Kristo mwana wako, aishie na kumiliki pamoja nawe katika umoja wake yeye huyo Roho Mtakatifu, Mungu daima. Tuketi kanisa kwa somo. Sikilizeni neno la Mungu kama lilivyoandikwa katika kitabu cha Nabii Isaya sura ya 42 na aya ya kwanza. Tazama, mtumishi wangu nimtengemezaye, mteule wangu, ambaye nafsi yangu imependezwa naye. Nimetia roho yangu juu yake, naye atawatolea mataifa hukumu. Hatalia wala hatapaza sauti yake, wala kuifanya isikiwe katika njia kuu. Mwanzi uliopondeka hautauvunja, wala utambi utokao moshi hautazima. Atatokeza hukumu kwa kweli, hatazimia wala hatakata tamaa, hata atakapoweka hukumu duniani, na visiwa vitaingojea sheria yake. Mungu Bwana anena, yeye aliyeziumba mbingu na kuzitanda, yeye aliyeitandaza nchi mazao yake, yeye awapaye pumzi wao watu walio juu yake, yeye awapaye roho wao waendao ndani yake. Mimi Bwana nimekuita katika haki, nami nitakushika mkono na kukulinda na kukutoa uwe agano la watu na nuru ya mataifa, kuyafunua macho ya vipofu, kuwatoa gerezani waliofungwa, kuwatoa wale walioketi gizani katika nyumba ya kufungwa. Mimi ni Bwana, ndilo jina langu, na utukufu wangu sitampa mwingine, wala sitawapa sanamu sifa zangu.
Tazama, mambo ya kwanza yamekuwa, nami nayahubiri mambo mapya. Kabla hayajatokea, na wapasheni habari zake. Hili ndilo neno la Mungu. Sikilizeni neno la Mungu kama lilivyoandikwa. Waraka wa Paulo mtume kwa Waefeso sura ya 2. Sikilizeni neno la Mungu kama lilivyoandikwa katika waraka wa mtume Paulo kwa Waefeso sura ya 2 na aya ya 1. Nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa ya dhambi zenu ambazo mliziendea zamani, kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kumfuata mfalme wa uweza wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi, ambao zamani sisi sote nasi tulienenda kati yao katika tamaa za miili yetu, tulipoyatimiza mapenzi ya mwili na nia, tukawa kwa tabia yetu watoto wa hasira kama na hao wengine. Lakini Mungu, kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituhuisha pamoja na Kristo, yaani tumeokolewa kwa neema. Akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu, ili katika zamani zinazokuja audhihirishe wingi wa neema yake upitao kiasi kwa wema wake kwetu sisi katika Kristo Yesu. Kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema, ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Hili ndilo neno la Mungu. Tusimame. Taimba wimbo namba 167. Wimbo namba 167.
Asifiwe Bwana Mungu wa Israeli, atendaye miujiza, yeye peke yake tangu milele. Milima itawazalia watu wako amani, na vilima navyo kwa haki. Haleluya, haleluya. Mfanyieni Bwana shangwe, dunia yote. Mtumikieni Bwana kwa furaha. Haleluya. Bwana akae nanyi. Sikilizeni neno la Mungu. Injili takatifu kama alivyoiandika Yohana Mtakatifu, sura ya 1 kuanzia aya ya 29. Injili kama alivyoiandika Yohana Mtakatifu, sura ya 1 kuanzia aya ya 29. Siku ya pili yake amwona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama, mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Huyu ndiye niliyenena habari zake, ya kwamba yuaja mtu nyuma yangu, ambaye amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu. Wala mimi sikujua, lakini kusudi adhihirishwe kwa Israeli, ndiyo maana mimi nalikuja nikibatiza kwa maji. Tena Yohana akashuhudia akisema, nimemwona Roho akishuka kama hua kutoka mbinguni, naye akakaa juu yake. Wala mimi sikumjua, lakini yeye aliyenipeleka kubatiza kwa maji, huyo aliniambia, yeye ambaye utamwona Roho akishuka na kukaa juu yake, huyo ndiye abatizaye kwa Roho Mtakatifu. Nami nimeona tena nimeshuhudia ya kuwa huyu ni mwana wa Mungu. Ndiyo Injili ya Bwana. Bwana, neno lako ni mwaminifu. Tuketi kwa matangazo. Zako, maana kwako kuna ulinzi, kuna baraka, kuna kuongozwa, kuna kutiwa nguvu, kuna kutakaswa. Watoto hawa tunawaleta na kuwaweka mikononi mwako. Washike Bwana, waongoze kwa hekima itokayo juu. Wachunge Baba kwa uweza wa mkono wako, usiwaache, wakumbatie daima. Shetani asiwakaribie, na kila namna ya uovu usijitukuze juu yao. Mungu ukadhihirike kwao, Mungu ukawakuze kwa jinsi yako Bwana, toka hatua hata hatua. Wakumbuke na wanaowazunguka kuwalea, wako wazazi, wako walimu, wako na jamii kule wanakoishi. Wote Baba, tuwatazame watoto hawa wakikua, wanafanana na wale wanaokushuhudia Mungu katika maisha yao. Wabariki, walinde na kuwaokoa. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
tuimbe tenzi 92 tunapomkaribisha. Katika jina la Yesu, wewe ni Mungu wala hakuna aliye kama wewe. Tunakushukuru kwa wema na neema na fadhili zako. Katika damu ya Yesu Kristo tunanyenyekea kwako, Mungu mkuu, maana hakuna kama wewe. Tunaomba rehema na utakaso asubuhi ya leo, tuhudumie upendavyo katika jina la Yesu Kristo. Tuko tayari kukusikia, maana tupo kwa neema yako, katika jina la Yesu Kristo. Kila mwenye pumzi aseme amen. Kitabu cha Mhubiri ile sura ya 3. Mhubiri sura ya 3 mstari au aya ya kwanza na ya pili. Mhubiri sura ya 3 aya ya kwanza na ya pili. Narudia, Mhubiri sura. Kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu, wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa. Amen. Bwana asifiwe. Hiyo ameni haitoshi. Bwana Yesu asifiwe. Mliovushwa na Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Uswege, kama baba kasisi alivyosema, na abudu KKT Vituka na mtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Taka tafakari habari ya kupanda na Bwana. Nimesoma neno la Mungu kutoka kitabu cha Mhubiri ile sura ya 3, ya kwamba kila jambo kuna majira yake. Kila jambo kuna majira yake, na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Neno la Mungu linatueleza ya kwamba jambo lolote liwe zuri au baya haliwezi kutokea mradi limetokea. Linatokea kwenye majira au kwenye wakati. Bwana Yesu asifiwe. Jambo zuri au baya linaweza kutokea, lakini hayo yote yanategemea wakati. Hebu sema wakati. Yanategemea majira. Amesema kila wakati lipo kusudi lililokusudiwa na Bwana. Kila muda kuna jambo. Ndio maana tumesoma ile aya ya pili, imezungumza wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa.
na inatuambia tena wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa, au wakati wa kuvuna. Tumesema kila jambo lina majira yake, kila wakati liko kusudi. Kusudi mojawapo ambao tunakwenda kulisikiliza na kutafakari leo ni kwa habari ya kupanda na Bwana, na kila anayepanda atakuja kuvuna. Kama kila wakati, kila jambo lina majira yake, kama kila wakati liko kusudi, inatupasa watu wa Mungu, ingawa tuna Mungu, tunamwamini Mungu, tunamwabudu Mungu, inatupasa tuwe na maarifa, tuwe na ufahamu wa kujua ni nini kinanipasa kufanya wakati huu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukisoma kitabu cha Nyakati wa Kwanza sura ya 12 mstari wa 32, Nyakati wa Kwanza ile sura ya 12 aya ya 32, kuna jambo hapa tunaambiwa. Kuna watu wanaitwa wana wa Isakari, walikuwa watu wenye akili za kujua nyakati, kujua majira, kuyajua ya wapasayo Israeli wayatende. Vichwa vyao walikuwa watu 200 na ndugu zao wote walikuwa chini ya amri yao. Hii inaonyesha si jambo jepesi namna hii, watu kujua kutenda ya wapasao kutenda. Kama katika Israeli watu 200 peke yao ndio walikuwa wamekaa kwenye ile eneo, neno la Mungu linasema walikuwa na akili ya kujua Israeli nzima ifanye nini. Akili ni nini? Akili ni ufahamu, akili ni uelewa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa kuwa kila jambo linatokea liko kusudi. Watu wa Mungu wengi au wanadamu, kwa nature tulio nayo, kila mwanadamu anapenda aone mazuri tu yakitokea, hapendi kuona mabaya kwa tafsiri yake. Na likitokea jambo lolote la kuumiza au baya kwa macho yake na kwa kuona kwake, jambo la kwanza anaanza kulalamika. Lakini ukitafakari katika kila kitu ambacho mwanadamu analalamika, tatizo kubwa ni yeye kutokujua. Kwa sababu neno la Mungu linasema ya kwamba kuna wakati wa ubaya. Sema wakati wa ubaya. Sema wakati wa ubaya. Lakini pia neno la Mungu linatuambia kwamba kuna siku za uovu. Sema siku za uovu. Lakini ukisoma kitabu cha Mithali 16 ile aya ya 4, anasema hivi: Bwana amefanya kila kitu kwa kusudi lake. Mungu amefanya kila kitu kwa kusudi lake, naam, hata wabaya kwa siku ya ubaya. Oh, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amefanya kila kitu kwa kusudi. Hebu angalia, tunatamani kusikia tu vitu vizuri. Tunaambiwa hata wabaya Mungu amewaweka kwa ajili ya siku ya ubaya. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo sio kila siku zinakuwa zina furaha, sio kila siku utakutana na watu wema, hata wabaya kwa siku ya ubaya. Kwa hiyo mtu akikutana na watu wabaya na mazingira ya uharibifu, anaanza kulalamika, kumbe yeye hakujua yanayompasa kutenda kujua. Lakini ashukuriwe Mungu, asubuhi ya leo tunapata neema ya kufahamishwa ya kwamba huyu Mungu wetu anatuambia kila jambo, liwe zuri au baya, linatokea katika majira. Na Yesu asifiwe. Haleluya. Kama tunakwenda kutafakari kwa habari ya kupanda, lazima tuangalie mambo yafuatayo. Jambo la kwanza ni majira au wakati wa kupanda. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wa nini jamani? Wa kupanda. Jambo la pili ni aina ya mbegu unayokusudia kupanda. Hebu sema aina ya mbegu unaokusudia kupanda. Sema aina ya mbegu. Kwa hiyo kama ni kupanda, tuangalie majira. Lakini nataka kupanda nini? Hilo ni la muhimu, kwa sababu neno la Mungu linasema, Mungu msidanganyike, Mungu haliakiwi. Chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lazima tuangalie unataka kupanda nini. Lakini pia katika kupanda huko, lazima ile hali ya kupanda ijulikane. Maana neno la Mungu kutoka Korintho wa pili sura 9 ile aya ya 6 anasema hivi: lakini nasema neno hili, apandaye haba atavuna haba,
Apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunajifunza au tunatafakari habari ya kupanda kwa njia ya matoleo, kwa njia ya utoaji. Cha kwanza, Biblia inasema kuna wakati wa kupanda na wakati wa kuvuna. Kwa hiyo tunapokuja kuleta habari njema za habari ya kupanda, manake tunapoanza mwaka mpya, mwezi mpya, majira mapya ya mwaka 2026, haya ni majira ya watu wa Mungu kupanda. Bwana Yesu asifiwe. Na kila anayepanda atarajie kuvuna. Haleluya. Lakini amesema utakachopanda ndicho utakachovuna. Ukipanda ubaya utavuna ubaya, ukipanda wema utavuna wema. Lakini namna gani unapanda? Neno la Mungu linasema apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Bwana asifiwe. Apandaye vichache atavuna vichache. Kwa hiyo hapa lazima watu wa Mungu tujue haya ni majira ya kupanda, kumwambia Mungu wetu tumeuanza huu mwaka, hatujawahi kuisha 2026. Liko kusudi la Mungu kutuvusha huu mwaka, liko kusudi la Mungu kutuingiza katika huu mwaka, liko jambo Mungu anataka litokee. Mungu anataka kila alichokikusudia kipate kutokea. Na wewe kama mwanadamu unayo mipango, unayo malengo. Haya ni majira la kanisa la Mungu kusimama katika zamu, kupanda na Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama ni kupanda, basi lazima utafakari na kujua eneo la kupanda. Sema eneo la kupanda, mahali pa kupanda. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa una mbegu ukapanda kwenye lami, natarajia nini? Kwa haraka haraka, eneo la kwanza nyumbani mwa Bwana. Sema nyumbani mwa Bwana. Hiyo sauti haitoshi, mko wengi. Sema nyumbani mwa Bwana. Yeye amesema leteni zaka kamili nyumbani mwa Bwana, kiwemo chakula. Bwana Yesu asifiwe. Tumjaribu kwa njia hiyo, tuone kama Mungu hajatufungulia madirisha ya mbinguni, hajatufungulia milango ya mbinguni na kutumwagia baraka katika jina la Yesu. Haleluya. Eneo la pili, kupanda kwa watumishi. Sema kwa watumishi. Ninakuonyesha hapo ili unapoomba Mungu akuongoze. Eneo la watumishi wa Mungu. Eneo la tatu, wahitaji. Sema wahitaji. Wako wahitaji mbalimbali. Kuna wayatima, kuna wajane, kuna wagonjwa, kuna wafungwa, kuna wale ambao hawajiwezi, ni walemavu. Hao ni wahitaji. Na kwa namna unavyokutana nao, Mungu anataka panda jambo. Wapeni watu vitu, kwa kuwa kila anayefanya hivyo atapokea maradufu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini sikilize pia, kuna watu wengine ni wahitaji, lakini they are not permanent, ni temporary. Kuna mwingine unakuta mtoto amekosa uniform tu, kiasi kwamba ukimvusha eneo hilo limeishaisha. Tuko pamoja watu wa Mungu? Haleluya. Mungu anataka, ni majira ya kupanda, ni majira ya kusimama kufanya kile Mungu anataka. Sasa sikiliza, sema mtumishi wa Mungu, kama nisipoamua kupanda itakuwaje? Nini kitatokea? Ukisoma kitabu cha Mathayo, ile injili ya Mathayo sura ya 13, injili ya Mathayo 13 aya ya 24 mpaka 30, hapo tunaona habari ya Yesu anatoa mfano ya kwamba kulikuwa na mtu mmoja alipanda mbegu njema. Sema alipanda mbegu njema. Haitoshi hiyo sauti. Sema alipanda mbegu njema. Nitie moyo, nataka nikamalize. Sema alipanda mbegu njema. Huyu mtu alijua majira ya kupanda na alijua nini apande, akachagua mbegu njema ya kupanda. Biblia inasema ya kwamba akachagua na eneo zuri, konde zuri. Kwa hiyo alifanikiwa kwenye muda, alifanikiwa kwenye mbegu, na alifanikiwa kupanda eneo zuri kwenye bonde. Lakini neno la Mungu linasema ya kwamba huyu mtu alibakiza jambo moja, hakuwa nalo makini. Ulinzi haukuwepo. Walinzi walipolala, hawakusimama katika zamu yao. Adui na yeye akaja kwenye shamba lile lile, kwenye eneo lile lile,
kapanda magugu. Sema kapanda magugu. Sema kapanda magugu. Baada ya muda yule mtu akagundua ya kwamba alichokuwa amekipanda, akasema ni nani huyu, na kinachouliza ni nani, akasema ni adui kingine amepanda na yeye. Kumbe adui na yeye anajua majira ya kupanda na majira ya kuvuna. Haleluya. Na yeye akapanda na vikaota alivyopanda. Huyu Mungu ni wa ajabu sana. Wakasema, mheshimiwa, tuyang'oe haya magugu zibakie ngano. Akasema, sikiliza, hamjui hasara ya kutokusimama kwenye lango la muda, kwenye lango la nyakati, kufanyia kazi mlichoambiwa na kulilinda. Majira haya zimeshaota pamoja, mkijaribu kung'oa magugu hautaweza tena. Viache vikue pamoja. Halo, viache vimee pamoja. Nataka kusema nini kwenye maisha ambayo Mungu ametukusudia? Najua liko jambo unawaza, lakini Mungu pia anatuwazia mema. Ukinegregate, ukiamua kusema haya mambo ya kupanda wanatuchosha bwana, mimi na mawazo ya ada na watoto wangu, biashara zangu hazijaenda sawa, nataka nikafunge mzigo mahali fulani, so siwezi kutoa, siwezi kupanda. Hakuna shida. Neno la Mungu linasema ni ishu ya majira, ni ishu ya wakati. Adui shetani na yeye huwa anaangalia majira, na yeye anapanda magugu. Ndio unasema this time napanda kwenye elimu ya mwanangu, nalipa school fees, huu muda msiniambie habari ya kuvuna. Anasema shetani, subiri, kwenye hiyo shule ya mwanao adui anaenda kupanda magonjwa. Mtoto anarudi nyumbani, utatoa hela ukamtibu. Halo. Unasema hii pesa yangu ni kwa ajili ya biashara, siwezi kupanda kwenye ufalme wa Mungu. Kumbe adui na yeye anaandaa hasara, anapanda mabaya, anapanda hasara, anapanda mataperi, anapanda uharibifu. Tunaambiwa ya kwamba kila anayemwamini Mungu, kila anayemtegemea Mungu lazima ajue majira ya kupanda na atende anayompasa kutenda. Hii ni saa ya kanisa la Mungu kuhakikisha nyakati ambazo Mungu ametupa tupande katika Bwana. Hakika kwa utukufu wa Mungu tutavuna tusipozimia mioyo. Haleluya, Bwana asifiwe. Mwingine anasema, mtumishi wa Mungu, sasa nitajuaje katika mapato niliyo nayo kwamba hii ni mbegu na hii ni mkate na hii ni school fees? Nitajuaje? Nikikuambia hivyo nitakuwa nimekuharibia, sijakusaidia. Ngoja nikuulize swali, kwenye mapato yako unaopata, unajuaje kwamba hii hela ni ada ya mtoto na hii hela ya chakula? Unajuaje? Unajuaje kwamba hili ni hela ya kodi na hii ni ya kununua nguo? Kwa hiyo hapa issue ni swala la vipaumbele, tunaita priority. Bwana asifiwe. Haleluya. Mbele za Mungu unayejua ni Mungu amekupa neema ya uzima, ni Mungu amekupa kazi, amekupa biashara, amekupa ndoa, amekupa familia, kwamba hata kuingia mwaka huu yuko Mungu aliyenisaidia. Yule Mungu anasema kila majira liko kusudi lake. Maadamu Mungu ameniweka 2026, lipo kusudi ambalo Bwana kwalo amenifanya nibaki. Kuna wema wamekufa, yamkini walikuwa ni wazuri kuliko mimi, lakini nimebaki kwa sababu liko kusudi. Ungempigia Mungu makofi. Liko kusudi, si kwa bahati mbaya. Nisikilize mtu wa Mungu, Mungu angeomba ushauri kwa watu, unaonaje huyu mama avuke mwaka au aondoke? Kuna watu wangesema huyu asivuke, nina neno naye. Lakini Mungu anasema haujui unachoeleza. Hata kama unayoona mapungufu yake, mimi Mungu nina kusudi na yeye. Hata kama amefeli shule, kuna jambo ambalo atalifanya, Mungu atatukuzwa katika jina la Yesu. Hata kama elimu yake ni ya chini, lakini Mungu ana jambo naye. Useme huyu ni mzee sana, angekufa yeye watoto wangebaki. Nyamaza kabisa, liko kusudi la kuwabakisha wazee, maana kuna jambo Mungu anataka lipate kutokea. Haleluya, Yesu asifiwe. Kupanda na Mungu aliye hai. Hapa nacho mtu atavuna. Mungu anayekupa mkate ndio huyo Mungu anakupa mbegu. Mungu anayekupa mbegu ndio huyo anakupa mkate. Bwana Yesu asifiwe. Kuna uovu, wakijua cha kufanya wanavuka. Watu wako hawa kwenye maisha yao wanakutana mazuri na mabaya na maovu. Tumeipandia hii madhabahu kwa damu ya Yesu.
Mungu tujalie kupanda mbegu bora kwa njia ya utoaji wetu kuanzia sasa huu mwanzoni mwa mwaka, ili Mungu mavuno tupate kuyaona, mengine baada ya mwezi mmoja, mengine miezi mitatu, mengine miezi sita, mengine ni 9, mengine mpaka Desemba. Lakini Mungu, ninaomba kwa jina la Yesu ukalinde Bwana mbegu za watoto wako, adui asipate nafasi. Ninaombea neema watumishi wa Mungu, wape nguvu na ujasiri wa kuomba katika jina la Yesu. Adui asipate nafasi, asaidie watu wako kwenye maisha yao, kwenye ndoa zao, kwenye masomo yao, kwenye biashara zao, kwenye utumishi wao. Hakuna kupanda magugu, wakayaone mema kwa damu ya Yesu. Mkemea laye kwa jina la Yesu. Wewe Mungu umesema apandaye machozi atavuna kwa kelele za shangwe. Ninawatangazia watu wa Kunduchi kwa damu ya Yesu, wanakujia kwenye hii madhabahu wakapanda na kuvuna kwa mkono wa Mungu. Usiwaache katika jina la Yesu Kristo. Kila mwenye pumzi aseme amen. Baba Mwenyezi, muumba mbingu na nchi na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana, na Bwana mmoja Yesu Kristo, mwana pekee wa Mungu, mwana wa azali wa Baba, yu Mungu kutoka katika Mungu, yu nuru kutoka katika nuru, yu Mungu kweli kutoka katika Mungu kweli, mwana wa azali asiyeumbwa, mwenye uungu mmoja na Baba. Kwa yeye huyu vitu vyote viliumbwa, aliyeshuka kutoka mbinguni kwa ajili yetu wanadamu na kwa wokovu wetu, akatwaa mwili kwa uweza wa Roho Mtakatifu katika Bikira Mariamu, akawa mwanadamu, akasulubiwa kwa ajili yetu zamani za Pontio Pilato, aliteswa, akazikwa, siku ya tatu akafufuka kama yanenavyo maandiko matakatifu, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Baba, naye atakuja tena kwa utukufu kuwahukumu watu walio hai na wafu, na ufalme wake hauna mwisho. Twamwamini Roho Mtakatifu, Bwana mtoa uzima, atokaye katika Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya manabii. Twaamini kanisa moja takatifu, Katholiko na Apostoliko. Twakiri ubatizo mmoja wa kuondolea dhambi. Twatazamia kufufuliwa kwa wafu na uzima wa ulimwengu ujao. Amen. Mungu Baba, ulibariki kanisa lako takatifu, uwajalie Wakristo wote umoja na amani. Umbariki rais wetu na wenye mamlaka chini yake. Umbariki askofu wetu na wakuu wote wa kanisa. Uwabariki mapadre wote na waalimu wetu. Uwajalie Wakristo wote wazidi kukupenda. Uwafariji wenye shida na taabu. Uwaponye wagonjwa wetu. Uwajalie waliokosa walete toba. Utubariki sisi na kazi zetu zote. Uwabariki wote unaowaitia huduma yako. Uvute wengi waitamani kazi ya huduma yako. Waliofariki dunia uwape raha na amani. Tuombe pamoja maneno ya mwishoni. Utujalie hayo Bwana, kwa ajili yake Yesu Kristo, mpatanishi na mwombezi wetu. Amen. Bwana akae nanyi. Bwana kwa furaha, njooni mbele zake kwa kuimba, kwa kuwa Bwana ndiye Mungu. Bwana akae nanyi. Tuombe. Bwana, sadaka hii tunayokutolea ituhuishe siku zote na kutulinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo mwana wako, aishie na kumiliki pamoja nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima milele na milele. Bwana, ukuu, nguvu, heshima na utukufu ni vyako, kwa kuwa vyote mbinguni na duniani ni vyako. Vitu vyote hutoka kwako na kwako tunakurudishia. Tunakuomba uzipokee na ubariki sadaka hizi,
na watu wako waliokutolea, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amani ya Bwana ikae nanyi daima. Pungiane mikono mkiwa na amani. Bwana akae nanyi. Inueni mioyo yenu na tumshukuru Bwana Mungu wetu. Ndiyo wajibu wetu, ni haki, tena ni faradhi na furaha kwetu kila wakati na kila mahali, tukushukuru Bwana mtakatifu, Baba Mwenyezi, Mungu wa milele, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Twakutukuza kwa ajili ya ulimwengu wote ulioumba na kuhifadhi katika yeye, kwa ajili ya taratibu za kuumba kwako na kwa ajili ya vipawa vyako vingi vya neema. Na zaidi ni wajibu wetu sisi tulioanguka kukusifu kwa ajili ya upendo wako, hata ukamtoa mwana wako Yesu Kristo, ambaye kwa kukaa kwake kwetu alionyesha mwangaza wa utukufu wake, akatutoa gizani na kutuingiza katika nuru yake ya ajabu. Baba, twakusifu kwa ajili ya Roho wako Mtakatifu, ambaye anatufahamisha kwamba umetutia muhuri katika ubatizo tuwe wako, ili tupate kuyatangaza matendo yako ya ajabu. Kwa hiyo sisi nasi pamoja na malaika na manabii na mitume na mashahidi pia na jeshi lote la mbinguni twakutukuza na kukusifu daima, tukisema: Mtakatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi, mbingu na nchi zimejaa utukufu wako. Utukufu na wewe Bwana uliye juu. Iwe mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Hosana palipo juu. Utukufu na wewe, e Baba wa mbinguni, ambaye kwa rehema zako kuu ulimtoa mwana wako pekee Yesu Kristo, ili wote wanaomwamini wawe na uzima wa milele. Utusikie Baba wa rehema, tunakusihi, ili sisi tukiupokea mkate huu na kikombe hiki kama mwana wako alivyotuamuru, tuwe washiriki wa mwili na damu yake. Yeye usiku ule aliotolewa alitwaa mkate, naye akiisha kushukuru na kutukuza akaumega, akawapa wanafunzi wake akisema: Twaeni mle, huu ndio mwili wangu utolewao kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na vivi hivi baada ya kula akakitwaa kikombe, akashukuru, akawapa wanafunzi wake akisema: Nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano jipya, imwagikayo kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Baba, kufa kwake twakutangaza, kufufuka kwake twafikiri, kurudi kwake twakutazamia. Utukufu unawe Bwana. Kwa hiyo Baba, kwa mkate huu na kikombe hiki tunafanya hivi kwa ukumbusho alioagiza mwana wako Yesu Kristo. Tunaitangaza mauti yake aliyo dhabihu timilifu aliyoitoa msalabani kwa ajili yetu mara moja, na kuadhimisha ukombozi aliyotupatia. Tunakushukuru Baba kwa ajili ya kufufuka kwake kwa uweza na kupaa kwake mbinguni, ambako anatuombea daima. Nasi twatazamia kurudi kwake kwa utukufu. Nawe utukubali katika yeye, twakusihi. Tujazwe Roho wako Mtakatifu, ili tuwe na umoja katika kanisa lako, ambalo nalikusanya kutoka pembe zote za dunia. Kwa yeye na ndani yake yeye, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, heshima yote na utukufu. Baraka na shukrani na uweza zina Mungu wetu hata milele na milele. Amen. Tuombe. Kama vile Bwana wetu Yesu Kristo alivyotuagiza akatufundisha, nasi tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe
hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, kama makosa yetu kama sisi tunavyowasamehe waliotukosa, usitutie majaribuni, lakini tuokoe na yule mwovu. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Mwana kondoo wa Mungu, uichukuaye dhambi ya ulimwengu, uturehemu. Mwana kondoo wa Mungu, uichukuaye dhambi ya ulimwengu, uturehemu. Mwana kondoo wa Mungu, uichukuaye dhambi ya ulimwengu, utupe amani yako. Mkate huu tumegao ni ushirika wa mwili wa Kristo. Mkate ni mmoja, sisi tulio wengi tu mwili mmoja, kwa maana sisi sote twapokea sehemu ya ule mkate mmoja. Bwana mwenye rehema, hatustahili kukaribia meza yako kwa kuitegemea haki yetu wenyewe, ila kwa neema zako kuu na za ajabu hatustahili sisi kuokota makombo chini ya meza yako, bali wewe ni Bwana yule usiyebadilika. Sifa yako ni kuwa na rehema daima. Kwa hiyo Bwana wa neema, utujalie tule mwili wa mwana wako mpendwa Yesu Kristo na kuinywa damu yake, ili sisi wenye dhambi tusafishwe mwili na roho, tukaishi siku zote ndani yake na yeye ndani yetu. Amen. Ndugu zanguni, na tukaribie kwa imani tuule mwili wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyoutoa na kuinywa damu yake aliyoimwaga kwa ajili yetu. Tukumbuke ya kuwa alitufia sisi, tumpokee yeye mioyoni mwetu kwa imani na shukrani. Mwili na damu ya Kristo tulindwe mwili na roho hata uzima wa milele. Wakati wa ushirika mtakatifu tutaimba wimbo namba 357. Wakati wa ushirika mtakatifu tutaimba wimbo namba 357. Mwanangu, mbona umetutenda hivi? Baba yako na mimi tulikuwa tukikutafuta kwa huzuni. Kwani kunitafuta? Hamkujua ya kuwa imenipasa kuwamo katika nyumba ya Baba yangu? Bwana akae nanyi. Tuombe. Ee Mwenyezi Mungu, tunakusihi uwajalie wale walioburudika kwa siri zako
wakutumikie vema kwa maisha ya kukupendeza, kwa Bwana wetu Yesu Kristo mwana wako, aishie na kumiliki pamoja nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima milele na milele. Tumshukuru Mungu. Nafsi yangu muhimidi Bwana. Nafsi yangu muhimidi Bwana. Akusamehe maovu yako yote, aukomboa uhai wako na kaburi, aushibisha mema uzee wako. Muhimidini Bwana, enyi matendo yake yote, mahali pote pa milki yake. Utukufu na Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na hata milele vivyo. Mwenyezi Mungu, shukuru kwa kuwa umetulisha mwili wa mwana wako Yesu Kristo na damu yake. Katika yeye tukutolea nafsi zetu, roho zetu na miili yetu. Tutume kwa nguvu za Roho Mtakatifu tuishi na kufanya kazi kwa sifa na utukufu wako. Amen. Bwana akae nanyi. Pate baraka. Bwana awabariki na kuwalinda. Bwana awaangazie nuru za uso wake na kuwafadhili. Bwana awainulie uso wake na kuwapa amani. Akubarikini Mwenyezi Mungu, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana wetu Yesu Kristo alisema, kama Baba alivyonituma mimi nami nawapeleka ninyi. Nendeni kwa amani. Wimbo wetu wa mwisho wakati wa kumaliza ibada, tutaimba wimbo namba 171. Wimbo namba 171.